Uchaguzi ni tukio na jambo la kikatiba. Tunasikia mengi humo mitaani, wako wanaosema tuahirishe uchaguzi, wako wanaosema tuendelee na uchaguzi. Tuliase kanisa na taifa, tutafanya jambo baya kabisa kama tutafika mahali na kufanya maamuzi ya kusema tunaahirisha uchaguzi. Tutaingia kwenye mgogoro mbaya wa kikatiba na hatimaye tutajikuta kwenye mashinikizo yasiyo na sababu. Machangamoto yanayotokea kwenye mambo na mwendo ni sehemu ya maisha, yanapaswa kufanyiwa kazi. Kwa kuwa Mheshimiwa Spika uko hapa, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu uko hapa, tuiombe sana jamii ya Tanzania kupitia ninyi na taifa zima tusiahirishe uchaguzi. Kwa kama ziko changamoto, tuombe mkae mzitengeneze. Changamoto zilizopo hebu zishughulikieni, kaeni mzungumze. Mambo humalizwa kwa kuzungumza. Wale ambao wanaona kwamba kuna changamoto, hazitaisha changamoto, zitakuwepo tu, hebu tukae zizungumzwe ziishe. Lakini pia tuiombe serikali yetu ambayo siku zote ni sikivu. Wale ambao wana malalamiko, hebu yapokeeni, yafanyie kazi. Katika uchaguzi unaokuja, Baba Askofu, maagizo uliyoyatoa leo tumeyapokea kwa unyenyekevu kabisa. Hivyo ni watoe wasiwasi. Ikiwa liko jambo ambalo linapaswa kufanyiwa kazi na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutakuwa radhi kuifanya kazi hiyo ili kuhakikisha jambo hili ile upangwa mwaka huu linaenda kwa haki na kwa amani kabisa. Nataka nikuhakikishie kuwa maelekezo yako kuwa uchaguzi utafanyika, serikali imeyasikia. Na kwa kweli sikumbuki kama kuna mpango wowote wa kuahirisha uchaguzi. Uchaguzi utafanyika. Tuombe Mungu uchaguzi ufanyike kwa huru na haki kama ambavyo katiba yetu inataka. Nataka nikuhakikishie pia kuwa serikali yetu imeendelea kuyasikiliza makundi mbalimbali kwa namna tofauti. Mheshimiwa Spika ameeleza vizuri zaidi. Ulivyosikika mwangwe wa watu wa kutaka kufanya marekebisho ya sheria. Ni Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliamua kutengeneza kamati maalum kwa ajili ya maridhiano ya nchi yetu. Na yeye mwenyewe kwa sauti yake akasema, hili taifa si mali ya mtu, ni taifa letu wote. Tusikilizane, tutafute suluhu ya matatizo tulionayo. Matatizo yaliyo kwenye sheria tuzirekebishe. Haikuishia hapo, sheria ikaletwa bungeni. Mheshimiwa Spika akiwa Dr. Tulia Ackson, tukafanya marekebisho ya sheria kuitikia mwangwi wa yale yaliyosemwa kwa watu. Hata leo Dr. Samia Suluhu Hassan milango yake iko wazi kwa mtu yoyote anayetaka kutoa maoni yake kwa ajili ya kuipeleka nchi yetu mbele. Nachotaka kuwaomba viongozi wa dini na Baba Askofu mpya na Baba Askofu mkuu, tuendelee kuiombea nchi yetu. Wakati wote tuhubiri umoja, mshikamano miongoni mwetu ili tujenge taifa lenye amani. Ndugu zangu, ni mahali ambako hakuna amani, hata mahubiri hayawezi kufanyika kwa sababu watu wanatafuta mahali pa kujificha. Tumeshuhudia nyakati kama hizi, michakato ya uchaguzi imehusika na kuleta vitendo vya uhalifu. Tunataka kutumia fursa hii basi kukemea vikali watu wote na vitendo vyote vya kihalifu vinavyofanyika kudhuru maisha ya binadamu kwa udhuru, for the excuse wa mambo ya kisiasa. Na tunaomba vyombo vya ulinzi na usalama kuendelea kuongeza jitihada za kudhibiti matukio ya jinsi hii ya uhalifu na kufanya bidii kuwakamata wahalifu na kuwachukulia hatua stahiki. Aidha, ufafanuzi wa haraka na taarifa sahihi zinapotolewa kwa wakati huwa tiba kubwa na kuondoa taharuki na sintofahamu miongoni mwa wanajamii. Kama vile kupigwa kwa Padre Charles Kitima, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki, na kuripotiwa kwa kutoonekana kwa ndugu Mdude Mpalauka Nyagali, tunabaki na tumaini moja kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vipo kazini.